Mtazamaji hujambo popote pale ulipo, karibu katika habari ya kutwa nzima ile kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Lulu Ali, lakini hapo baadaye tutakuja kujiunga na Eden Bahati katika upande wa michezo na burudani. Karibu sote, na kwa kwanza tuanze na hili ambapo serikali mkoani Mara imeonya baadhi ya watu wanaomiliki na kuendesha huduma za maabara ambazo hazijasajiliwa kuacha mara moja kutoa huduma hizo, kwani kufanya hivyo ni kuhatarisha afya za wananchi na kusababishia usugu wa magonjwa ambayo yangeweza kuepukika. Msama Kali na taarifa zaidi kutoka huko Mara. Kauli hii inatolewa na kaimu mganga mkuu wa mkoa wa Mara Stanley Kajuna wakati akizungumza katika wiki ya wataalamu wa maabara kanda ya Ziwa, maadhimisho yanayofanyika hapa mkoani Mara, ambapo amesema zipo maabara ambazo zimekuwa zikigeuza magonjwa ya wananchi kuwa mtaji wa biashara. Mengi unakuta positive za kutosha. Una malaria 3, una malaria 5, una typhoid, kuna UTI sugu. Watu wanajielewa mpaka kabisa, mimi UTI yangu ni sugu, walishaniambia maabara. Lakini wakija kwenye wataalamu wetu huku kwingine wanasema kwamba mbona hatuoni tatizo hili. Awali akizungumza, Yusufu Mkama, katibu wa chama cha wataalamu wa maabara kanda ya Ziwa, amesema hatua zimeanza kuchukuliwa kwa wale wanaotoa huduma bila kufuata sheria, kwa sababu pia elimu imeshatolewa sehemu nyingi sana. Kwa hiyo limepungua. Lengo lingine lilikuwa ni kushirikiana na serikali katika kutatua changamoto mbalimbali ambazo zipo na ambazo zinatatuliwa kupitia huduma za kimaabara. Hii inaongeza chachu ya ufanyaji kazi, lakini kuwahudumia wananchi wetu ambao ni lengo kuu wa manispaa ya Musoma. Huduma hizi wananchi wanapongeza, kwa sababu basi inafikia sehemu huduma za kama biashara, kwamba iwe endelevu. Kila baada ya miezi kadhaa ije walau itutembee kama jinsi ilivyotuletea huduma hii. Kauli mbiu ya maadhimisho ya wiki ya wataalamu wa maabara ni utambuzi sahihi wa vipimo kwa matibabu bora ya wagonjwa. Kutoka hapa mkoani Mara, jina langu ni Wakazi wa kijiji cha Idekamiso kata Mienzo ile Nuyuni mkoani Tabora wameshukuru serikali kwa kuwapatia huduma ya afya karibu kufuatia kukamilika kwa ujenzi wa zahanati ya Idekamiso iliyojengwa kwa nguvu za wananchi kwa kushirikiana na serikali, ambapo ujenzi huo umegharimu shilingi milioni 64 na kwamba zahanati hiyo itapunguza adha kwa wananchi kusafiri umbali mrefu kufuata huduma za afya, kwani awali walilazimika kutembea takriban zaidi ya kilomita 65 kufuata huduma za afya. Mwandishi wetu Adela Moses kutoka mkoani Tabora anatuarifu zaidi. Kukamilika kwa ujenzi wa zahanati hiyo inatajwa kupunguza kwa kiasi kikubwa changamoto ya kina mama wajawazito kujifungua njiani pamoja na kupunguza vifo vya mama na watoto, jambo ambalo limeleta faraja kubwa kwa wakazi wa eneo hili. Walikuwa wanahangaika sana matibabu, tulikuwa tunaponea mbali, mfano kama Loya ukikuta mto umejaa jinsi hamna. Changamoto hiyo ilikuwa inatupiga sana, usafiri ulikuwa wa shida, tunatumia hela nyingi sana. Mimi nimeishi kijiji cha Idekamiso nikiwa mtendaji miaka 2, lakini hali hii haikuwepo. Jamani, kwa kweli tumshukuru Mungu sana. Awali akisoma taarifa ya utekelezaji wa mradi huo, mtendaji wa kijiji hicho na katibu wa kamati ya ujenzi Bwana Shiangi Kingilawima anaeleza hatua za ukamilikaji wa zahanati hiyo. Zahanati ya Idekamiso ilianza kujengwa mnamo tarehe 4 mwezi wa 9 2023 kwa nguvu za wananchi, ambapo walichangishana kiasi cha shilingi milioni 12,080. Fedha hiyo ilifikisha mradi katika hatua ya kukamilisha boma. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Uyui Bwana Mohamed Mtulia Kwaku akizungumza na wananchi wa eneo hilo mara baada ya uzinduzi huo kukamilika, anatoa kauli ya serikali. Tuendelee kujiunga na bima ya afya kwa wote. Fursa hii ni muhimu kwetu sisi wananchi ya kupata huduma ya afya, kwa sababu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuja na mpango huu kabambe. Kutoka hapa wilayani Uyui mkoani Tabora, Adela Moses, Channel 10. Taasisi ya tiba ya mifupa na ubongo Muhimbili MOI kwa kushirikiana na chuo kikuu cha Weill Cornell cha nchini Marekani pamoja na wataalam kutoka mataifa mbalimbali inaendelea kutoa mafunzo maalum kwa madaktari kuhusu matibabu ya magonjwa ya mgongo bila upasuaji, ikiwa ni juhudi za kuboresha huduma za kibobezi hapa nchini. Taarifa ya Witness Ngalawa inatueleza. Akizungumza wakati wa mafunzo hayo, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya mifupa na ubongo Muhimbili, Daktari Mpoki Ulisubisya, amesema mwitikio wa wataalamu hapa nchini umekuwa mzuri, jambo ambalo linaonyesha umuhimu wa kuendeleza mafunzo kama hayo kwenye sekta ya afya. Tunategemea kutakuwa sasa na ufanisi wa hali ya juu zaidi
wa kutibu bila kupasua, ambao ni idadi kubwa zaidi ya uhitaji kwa wagonjwa wanaokuja katika taasisi zetu. Hili ni lazima tulisisitize kwa sababu ya umuhimu wa watu kufahamu kwamba afua zinazokuja sio lazima ziwe za upasuaji peke yake, lakini vile vile tunawapongeza sana wataalamu wetu kwa jinsi ambavyo wamefanya kazi kwa weledi mkubwa wa kuwapatia uhakika hawa wenzetu kutoka nje ya nchi kwamba wanapokuja hapa hawapotezi uwekezaji wao katika ujuzi ule waliokuwa nao. Kwa upande wake, mkufunzi mbobezi kutoka Chuo Kikuu cha Weill Cornell nchini Marekani, Profesa Roger Hatto ameishukuru MOI kwa ushirikiano huo, akisisitiza dhamira ya kuongezeka kwa wagonjwa ambao watapatiwa matibabu bila kufanyiwa upasuaji. Huku naye daktari bingwa wa ubongo, mgongo na mifupa ya fahamu kutoka MOI, Hamisi Shaban, amepongeza serikali kwa kuwezesha mafunzo hayo, akieleza kuwa Tanzania imekuwa nchi ya kwanza barani Afrika kufaidika na teknolojia na utaalamu huo mpya. We thought that it would be a very good idea to start sharing our experiences and start helping you establish a similar program here at MOI, because you have a perfect situation. Ni matibabu ambayo ni mapya kabisa duniani, na sisi hapa kwenye hii kanda yetu ya Afrika, sisi ni nchi ya kwanza ambao tutakuwa champion, na tutakapofuzu sisi ndio tutakuwa kitengo maalum cha kufundisha wenzetu wote wanaotuzunguka hapa Afrika. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10+. Ripoti ya Umoja wa Mataifa imesema kikosi cha Subul al-Salam chini ya Jenerali Khalifa Haftar cha mashariki mwa Libya kilisaidia kuwasafirisha wanajeshi wa zamani wa Colombia, silaha na vifaa vya kijeshi kwenda Sudan. Kulingana na jopo la wataalamu wa Umoja wa Mataifa, wapiganaji hao wanadaiwa kudhibiti mji wa Kufra karibu na mipaka Sudan, Chad na Misri, uliko uwanja wa ndege uliotumika kuwasafirisha wapiganaji na silaha. Umoja wa Mataifa umeeleza msaada huo uliwezesha wapiganaji wa RSF kusonga mbele katika eneo la Wainat na pia ulidhoofisha usalama wa kusini mwa Libya. Na mtazamaji, mkoa wa Songwe umetoa eneo lenye ukubwa wa ekari 679 kwa wawekezaji waliojitokeza kuanzisha kilimo cha zao la soya ili kuunga mkono juhudi za serikali kufanikisha azma ya serikali ya kufanya kilimo kuchangia 10% ya pato la taifa. Taarifa Rose Chapewa inatueleza zaidi. Mkoa wa Songwe unaendelea kuvutia wawekezaji katika sekta ya kilimo, ambapo umepokea ugeni wa wawekezaji wa zao la soya kutoka kampuni ya Mount Meru. Ugeni ulioongozwa na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA, Irene Mlola, pamoja na mkurugenzi wa mazao kutoka Wizara ya Kilimo, hatua ambayo inatajwa na mkuu wa mkoa huo kuwa itachochea ajira pamoja na ukuaji wa uchumi kwa wananchi. Nilikuwa naongea na mwenyekiti hapa, wanasema kuna wananchi wengine wana soya yao ipo hawajauza. Kuna wengine wanalima lakini kilimo chao ni cha kawaida sana kwa sababu hawana uhakika wa kuweza kupata soko. Lakini maeneo yote haya ya huku haya ni maeneo ambayo zao la soya limekuwa likilimwa kwa kiwango kikubwa sana. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA, Irene Mlola, anasema mamlaka ipo tayari kuwekeza katika mnyororo wa thamani wa zao la soya kwa kuongeza uzalishaji, usindikaji na masoko, jambo litakalowanufaisha wakulima wa mkoa wa Songwe. Kikubwa ni kwamba tuhakikishe tunapata soko, lakini soko tulilinde kwa kuhakikisha tunaweka mifumo thabiti ambayo itaweza kumlinda mwekezaji. Wizara tuna mpango mkakati ambao ni wa miaka 50, na katika huo mpango mkakati wa miaka 50 ambao ni Agricultural Master Plan, zao la soya limepewa kipaumbele. Kutoka mkoani Songwe, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Watu wapatao 400,000 wanakabiliwa na ugonjwa wa selimundo hapa nchini, ambao watoto 14,000 huzaliwa na ugonjwa huo kila mwaka, huku 7% kati yao wakipoteza maisha kutokana na kutotambuliwa mapema kama wana ugonjwa huo. Mwanahabari wetu Elia Kimani ana taarifa zaidi. Idadi hiyo imetawanywa na wataalamu wa afya katika mafunzo maalum kwa kujenga mwili wa uandishi wa habari mkoa wa Manyara.
kwa lengo la kufikisha elimu sahihi kwa jamii juu ya ugonjwa huo selimundu ambao ni wa kurithi na usiosababishwa na imani zozote za kishirikina. Toa wito kwa jamii, kwanza waelewe ugonjwa huu ni ugonjwa wa kurithi, ugonjwa huu sio wa kuambukiza, ugonjwa huu sio wa kulogwa. Kwa hiyo mama au mzazi yoyote ambaye mwenye mtoto mwenye sickle cell hakikisha anampeleka hospitali. Mpaka sasa hivi tumetoa huduma hii kwa watoto takribani 30 na tunashukuru wanaendelea vizuri. Na huku lengo kuu la awali la kuondosha changamoto ya sickle cell likiwa limefikiwa. Kwani Manyara, hali ya ugonjwa huu umetajwa kugubikwa zaidi na imani za kishirikina na kupelekea jamii kuchelewesha waathirika kupata matibabu kwa wakati. Wanakuja tayari wamevimba bandama, lakini kuishiwa na damu. Wengi wanakuja tayari wameishiwa na damu sana. Bado uelewa ni mdogo sana kwa Tanzania wengi. Kutoka mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Na mtazamaji, Tanzania kupitia chuo cha kodi imeanza maandalizi ya mtaala wa shahada ya uzamili wa forodha na biashara za kimataifa ambayo inaifanya Tanzania kuwa nchi ya kwanza barani Afrika kutoka kozi hiyo muhimu yenye kuzalisha wataalamu na wachambuzi wa masuala forodha, kodi na biashara. Mkuu wa chuo cha kodi ITA Profesa Isaya Jairo amesema hayo jijini Dar es Salaam kwenye mkutano wa maandalizi ya mtaala wa kozi hiyo pamoja na kozi ya shahada ya uzamili katika kodi, ambapo amesema wadau wa forodha, kodi na elimu wamekutana ili kutoa uzoefu wa stadi zipi za kazi zinahitajika wakati na baada ya masomo hayo. Hii kozi ya uzamili inahitajika sana hapa nchini kwa sababu tunahitaji maexpert, tunahitaji wataalamu wabobezi kwa kiwango cha juu katika maeneo ya forodha na biashara za kimataifa. Muda mrefu kwa nchi yetu na ukanda wetu hatukubahatika kuwa na kozi ambayo inaweza ikaonyesha ubebevu kwenye hili eneo. Kwa tunaamini hichi ambacho kinaenda kufanywa na chuo cha kodi kitaenda kuongeza ufanisi kwenye tasnia nzima inayohusiana na masuala ya forodha. Kozi hizi wengi wamekuwa kaenda kuzifuata nje ya nchi. Sasa zinakuja nchini hapa, wadau wahusika, wafanyakazi tunawakaribisha waje waendelee kupata elimu na kuongeza ujuzi kazini. Serikali ya mkoa wa Geita imetangaza rasmi kufunguliwa tena kwa sehemu ya mgodi wa wachimbaji wadogo wa madini ya dhahabu wa Msasa uliopo wilayani Bukombe kufuatia tukio la kutitia kwa maduara manne ya uchimbaji baada ya taarifa kukamilika kwa tathmini ya kina na ukarabati kuwasilishwa kwa serikali. Mwanahabari wetu Mrisho Sadik kutoka mkoani Geita anatueleza zaidi. Taarifa ya ripoti hiyo imewasilishwa kwa mkuu wa mkoa wa Geita, ambapo imeeleza kuwa zoezi la uokoaji na utafutaji limefanyika kwa siku 18 mfululizo kuanzia siku ya tukio Machi 29, na kwamba licha ya tukio hilo hakuna madhara yoyote ya kibinadamu yaliyoripotiwa, tofauti na taarifa za uzushi kwenye mitandao ya kijamii. Na baada hizi mvua kunyesha ndo zilisababisha udongo na miamba kuregea. Mpaka zoezi zima la utafutaji na uokoaji linatamatika, hakuna majeruhi, vifo wala damu au alama yote ya kinyesi ambacho kilipatikana katika eneo letu lote, wala mnyama yoyote awe kuku wote wako salama. Nadhani mnaona akiwa katika eneo la fence. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela, baada ya kupokea taarifa hiyo, amesema baada ya wataalamu kutoka Wizara ya Madini kujiridhisha na hali ya usalama wa eneo hilo, shughuli za uchimbaji zitaanza rasmi siku ya Jumamosi wiki hii. Tukafanye kazi Chief Inspector atakapokuja. Kuna jambo lolote, ofisi ya mkuu wa wilaya ipo, RMO yupo, na sisi wenyewe pamoja na msimamizi wa mgodi. Tuimarishe kushirikiana, kupendana, kufanya kazi kwa umoja, sio kuzushiana. Uzushi hausaidii. Utazusha leo itaonekana sio kweli na uzushi wako umeishia hapo hapo. Mgodi wa Msasa umekusanya watu kutoka kila pande hapa Tanzania. Leo mtu unapozua taharuki kwamba watu 400 wametitia, mjue serikali yote inasimama. Siku nyingine tujionye vitu kama hivi visirudie. Pamoja na kiu ya kufanya kazi tulionayo, tunaporuhusiwa sasa kurudi sehemu zetu za kazi, tuendelee kuchukua tahadhari ya kiwango cha juu. Kutoka Bukombe,
Mimi ni Mrisho Sadik. Na mtazamaji, waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius amewasilisha mkakati mpya wa kijeshi wa kitaifa wakati serikali yake ikijiandaa kukabiliana na kitisho kikubwa cha usalama wa nchi yake kutoka Urusi. Mkakati huo umewasilishwa huku Ujerumani ikirejesha mfumo wa watu kujiunga na jeshi kwa hiari ili kuongeza idadi ya wanajeshi na kuliimarisha jeshi hasa baada ya Urusi kuivamia Ukraine. Mpango huo umejikita zaidi kwa Ujerumani kuwa na silaha za mashambulizi ya masafa marefu kwa usahihi mkubwa, mifumo thabiti ya ulinzi wa anga na teknolojia za kisasa kama vile akili mnemba na matumizi ya marobots. Mtazamaji, tukiangazia taarifa nyingine, mkuu wa wilaya ya Magharibi A Laila Burhan Ngozi amewataka viongozi na waendesha boda kwenye soko la Chuini kufanya utambuzi wa kuwatambua waendesha bodaboda wanaofanya kazi katika soko hilo ili waweze kuona sifa na vigezo vinavyoruhusu kufanya kazi ya bodaboda katika soko hilo, ambapo amesema zoezi hilo linalenga kuimarisha ulinzi wa usalama wa dereva na abiria wanaochukua katika kituo hicho cha soko la Chuini, ambapo mwanahabari wetu anatueleza zaidi. Ziara ya mkuu wa wilaya Magharibi Laila Burhan Ngozi ya kukutana na waendesha bodaboda wa soko na kituo cha mabasi Chuini. Lengo ni kuweka utaratibu mpya wa namna ya bajaji na bodaboda watakapofanya kazi zao kwenye kituo cha mabasi Chuini bila kuwasumbua watumiaji wengine wa kituo na soko hilo. Kwa tunakuja kuwapa elimu na kuwapanga sisi na wao tuone namna gani wataweza kukaa. Kwa vile shughuli hiyo ina wadau ambao ndo wanafanya utekelezaji huo. Baada ya kuweka utaratibu mpya na maeneo ya kufanyia kazi kuendesha bajaji na bodaboda, mkuu wa wilaya Magharibi amewataka viongozi wa dereva bodaboda kuwatambua madereva wao. Nimewaomba viongozi wao sasa wakae nao waweze kuwatambua nani hawana vigezo, nani wana vigezo. Salum Ibrahim Hamis, kiongozi wa bajaji na bodaboda soko la Chuini, amesema kwanza kabla ya kutoa vitambulisho wamejipanga kulishughulikia swala la leseni ambalo linaonekana kwa changamoto kubwa ya madereva wengi katika soko hilo. Unapohamia kwenye nyumba nyingine ni lazima kuna tofauti zitajitokeza mpaka ifike hatua uzoe ile nyumba, na hii kuwa haina vigezo. Mimi kama ni mwenyekiti nimeshawashauri na niko tayari kuwasaidia. Nao baadhi ya madereva bajaji na bodaboda wamesema kupewa maeneo ya kufanyia kazi sokoni hapo itawasaidia kuendesha shughuli zao kuwa rasmi. Nafasi ya uhakika ya kufanyia kazi hizi za bajaji. Tunafurahia kwa sababu tutakuwa tumepata sehemu nzuri ya utulivu, tunafanya kazi zetu kwa raha na kulipa sisi tutakuwa tunalipa. Tupokee maelekezo ya viongozi wetu kwa sababu wao wanatutakia nia njema. Hakuna kiongozi ambaye anamtakia mabaya mwananchi wake. Kwa sasa madereva bajaji na bodaboda watakuwa wakifanya shughuli zao pembezoni mwa maeneo ya kituo cha mabasi Chuini na wakipangiana zamu za kupakia abiria. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Na mtazamaji, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ameanza awamu ya 4 ya mwisho ya safari yake barani Afrika kwa kuitembelea Guinea ya Ikweta, ambako walipokelewa na umati mkubwa katika nchi hiyo yenye Wakatoliki wengi. Akiwa mjini Malabo, Papa Leo amelaani kile alichokiita ukoloni wa kuyapora madini ya Afrika na tamaa madaraka, kauli aliyoitoa katika nchi zinazoongozwa na Rais Teodoro Obiang Nguema Mbasogo mwenye umri wa miaka 83 na aliye madarakani tangu mwaka 1979. Hata hivyo, Papa Leo amepangiwa baadaye kuzungumza na Rais Nguema, viongozi wa serikali, wanadiplomasia pamoja na wawakilishi wa asasi za kiraia, na pia ataongoza misa kubwa katika uwanja wa Malabo kabla ya kukamilisha safari yake ya siku 10 katika nchi 4 za Afrika. Nchini ambazo Papa Leo aliweza kutembelea ni pamoja na Algeria, ambako alianzia ziara na kutembelea msikiti mkuu wa Algiers, Cameroon, Angola na Equatorial Guinea, yani Guinea ya Ikweta. Na mtazamaji, mara baada ya taarifa hiyo, na sasa tukapata mapumziko mafupi, tukirejea tunakuja kuendelea mbele zaidi katika upande wa habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi, hii ni Channel 10 Plus, nami ni Lulu Ali.